akaadhibiwa kwa fimbo mbili, kwa nini unampiga mwenzako? Sasa zile hasira za kuadhibiwa ndo zilizomsababisha aingie ndani achukue kibiriti awashe moto. Hizo limetoka siku ya Jumamosi ya tarehe 1. Ndio. Tulikuwa na mkutano wa mtaa siku hiyo. Nikapigiwa simu, nikapata taarifa kwamba kuna nyumba imeungua moto. Ndio. Baada ya kufika hapo nikakuta kweli majirani wamefika hapo. Nikachunguza, ni kweli hiyo nyumba imeungua moto. Ndio. Lakini kilichosababisha nyumba kuungua moto ni mtoto. Ndio. Mtoto wa miaka 11. Alikuwa anagombana na mwenzake. Na huyo mwenzake ni kama binamu yao. Huyo mwenzake ambaye alikuwa anagombana naye ni binamu yao. Ndio. Sasa baada ya kuwa anagombana hapo, mama mmoja wa jirani na kwao hapo alijaribu kuambia waache kugombana. Ndio. Sasa huyo aliyefariki akawa hataki kumwacha yule mwenzake mdogo. Akawa anamburuza chini, anampiga. Yule mama wa jirani akaamua sasa kwenda kuamua, akamtandika yule sasa ambaye anaitwa Grace aliyefariki. Ndio. Alipomchapa yule mdogo akakimbia ndani, akaenda kuingia uvunguni kujificha. Huyu kwa hasira akakimbia akamfuata mwenzake huko ndani. Ndio. Alimtafuta, alipoona amemkosa akaamua akachukua kiberiti akaunguza magodoro, kitanda, manguo, vitu vingi anaunguza. Kiujumla mzazi wake ambaye ni mama hakuwepo karibu na hapo ndani, alikuwa kwa majirani. Ni jirani yake. Ndiye aliona moshi kwenye nyumba ya huyu mama sasa ambaye mtoto amefariki. Alipoona akatoka nje akapiga kelele. Alipopiga kelele wananchi wakajitokeza. Walipojitokeza baadaye sasa huyo mama mzazi naye akajitokeza. Akakuta hali hiyo ndio imeshatokea. Hii nyumba ilikuwa na milango miwili. Kuna mlango wa mbele wa sebuleni na kuna mlango wa nyuma sasa. Kumbe mlango wa nyuma imefungwa. Mlango wa nyuma umefungwa, kwa hiyo watu wamevunja. Ndipo sasa walipovunja hiyo moshi ikawa imepungua. Sasa watu wakaendelea kumwaga maji huko, wakafanikiwa kuzima moto. Ndio wakaingia. Alipoingia sasa akaenda kukutana na mtoto juu ya chumba kingine kwenye kitanda, amejificha. Lakini sasa tayari ameshafariki. Ile moshi ilimpiga, amefariki. Maelezo kwamba walikuwa wanagombana na mwenzake. Sasa yeye mkubwa akawa amemzidi yule mwingine. Afu jirani akaona kwa nini anamuonea huyo, akaenda kumchapa, kwa maana ya kwamba aache kumuonya, aache kumpiga mwenzake. Baada ya hapo akakimbilia ndani chumbani. Kwa maelezo sasa ya huyo mtoto aliyokuwa anapigwa, anasema alichukua kiberiti akawasha, yeye akatoka kaingia kwenye chumba hicho cha pili, akapanda kwenye kitanda juu, double decker. Sasa moto kawaka, huyo kakimbia katoka nje kule, unaona. Sasa huyu moshi ndio uliomzima, akakosa hewa, akavuta hewa chafu, akaja katolewa, yuko hoi, kakimbizwa hospitali. Basi hatimaye maiti ikamfika. Chanzo cha moto ni marehemu aliudhiwa, nadhani alipata hasira akaingia ndani na kuwasha godoro moto. Yaani alilipua. Wanagombana nini hao watoto? Watoto nadhani katika kupigana tu wao kama wao, akaadhibiwa na jirani mmoja. Kwa nini huyu marehemu alikuwa anampiga mwingine? Yeye sasa akaadhibiwa kwa fimbo mbili, kwa nini unampiga mwenzako? Sasa zile hasira za kuadhibiwa ndo zilizomsababisha aingie ndani achukue kibiriti awashe moto. Lengo lake nadhani ilikuwa ni kumwasha yule ambaye aliyosababisha achapo. Yule alipofungiwa pale, alipoona moto kiwaka, akaamua kujiokoa kwa kukimbia. Yule tayari alikuwa marehemu kwa kwenye chumba kingine cha pili. Kwa hiyo hakumuona yule aliyomwashia moto kama kaondoka, alidhani kabaki mle
na motani kwa wazazi, labda tusemezane na watoto wasiwe na hasira za kuchukua hivyo za karibu, ili tukae nao sana kwa karibu. Sisi wazazi sana sana tukae tujenge upendo kwa watoto. Kuadhibu mtoto sio kosa, ni swala kumwadhibu, lakini kuna kuadhibu na kuongea naye, kumwelekeza kwamba mwanangu, tengeneza urafiki na mtoto. Mtoto ni rafiki yako, asio adui yako. Umeona? Na kingine pia nachokiomba, familia kama familia najulikana, sio iko hivi. Familia, ukikaa na familia vizuri, hata mtoto kana shida yake anakuelekeza.